Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2020. Tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2020. Bado tuko kwenye somo letu kinga dhidi ya virusi vya corona. Sehemu ya pili, kinga dhidi ya virusi vya corona. Kinga dhidi ya virusi vya corona. Somo letu la leo ni sehemu ya pili. Kinga dhidi ya virusi vya corona. Kwa hiyo ni vizuri kujua kinga dhidi ya virusi vya corona kibibilia. Kibibilia itakusaidia kwa sababu wewe ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, lazima ukajua kinga kibibilia. Kuna kinga kisayansi, kuna kinga kibibilia. Sayansi ina kinga kama vile mtu anavyochanjwa, chanjo ya TB, chanjo ya polio, chanjo kwa ajili ya maradhi mbalimbali. Hizo ni kinga. Coronavirus prevention, kinga dhidi ya virusi vya corona kibibilia, in biblical perspective. Katika mtazamo wa kibibilia, neno la Mungu linasema nini? Kwa sababu ugonjwa, sickness is spirit. Ugonjwa ni roho. Huwezi kuushika, lakini unaona madhihirisho. Unaweza kuona madhihirisho ya ule ugonjwa. Muda ni roho. Huwezi kuona wala kuushika, lakini unakimbia, unalala, unakula, unaenda kazini. Ni muda unakucontrol. Na ugonjwa unapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu, unamcontrol yule mtu. Hawezi kufanya vitu vingine. unamcontrol, unamtawala.
Kwa hiyo sasa tunachotaka kukiangalia siku ya leo ni kinga ya magonjwa ni toba, repentance. Kinga ya magonjwa ni toba. Siku ya kwanza kabisa Yesu anaanza kuhubiri kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Mathayo 4:17, neno la Mungu linasema nini? Ni vizuri ukalijua hili, litakusaidia mbele ya safari. Mathayo 4:17, neno la Mungu linasema kama jinsi ilivyoandikwa, inasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Toba ndio kinga ili upate msamaha kwa Mungu. Usipotubu umefungua milango ya magonjwa kuingia kwenye mwili wako. Na toba ambayo tunataka tuiongelee, instant repentance, toba ya hapo kwa hapo. Nataka ulisikilize kwa makini, ninaamini kabisa kuna kitu utajifunza. Instant repentance, toba ya hapo kwa hapo, kama instant coffee, kile kitu kinatokea saa hiyo hiyo, ili msamaha wa dhambi upite saa hiyo hiyo. Virusi vya corona ndani ya siku 7 huyo mtu ameshakufa. Sasa unahitaji toba ya hapo kwa hapo, ni toba ya ubatizo wa maji mengi. Na nitakupa sababu. Toba ya hapo kwa hapo ni toba ya ubatizo wa maji mengi. Hiyo ndio toba pekee yake inasababisha mtu kupona saa hiyo hiyo. Kile kitu ambacho kinamsumbua yule mtu kinaondoka saa hiyo hiyo. Toba ya hapo kwa hapo ni toba ya ubatizo wa maji mengi. Na kesho tutaangalia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Toba ya hapo kwa hapo ni toba za aina mbili: toba ya maji mengi na ubatizo wa maji mengi, ubatizo wa toba na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa toba ambao aliufanya Yohana Mbatizaji bado unaendelea mpaka leo, na ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao aliufanya Yesu bado unaendelea mpaka leo. Kwa hiyo ni vizuri ukavijua hilo. Kuna vitu viwili kwenye maisha ya mwanadamu: kuna miujiza na uponyaji. Kuna vitu viwili vinavyosaidia mwanadamu kuwa na afya nzuri wakati amepata changamoto: kuna miujiza na kuna uponyaji. Kwenye swala la ugonjwa huu wa virusi vya corona, uhitaji uponyaji, unahitaji muujiza. Au uhitaji uponyaji, unahitaji muujiza, yani kitu kitokee saa hiyo hiyo. Uponyaji unachukua mchakato, unachukua process, unachukua mchakato. Uponyaji unachukua muda mrefu, lakini muujiza ni saa hiyo hiyo. Na ili upate muujiza wa saa hiyo hiyo,
ni toba ya ubatizo ambao alifanya Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo lazima uwe makini kwenye eneo la toba ya ubatizo. Nitakupa maandiko yatakusaidia kujenga imani yako. Sasa hivi nataka nikuambie kitu kimoja. Kinachofanyika sasa hivi duniani, sio Tanzania, duniani. Leo asubuhi mimi nilivyooga asubuhi, kwanza nimeamka saa 10:30 kama kawaida yangu. Nimeingia kwenye maombi kama kawaida yangu. Nimeanza kusoma neno la Mungu kama kawaida yangu. Nilipoenda kuoga kama kawaida yangu, maji ninayoogea ninayaombea na yabadilisha kuwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tayari hiyo ni imani ya kuombea ile maji, kwamba nimejifunika mwili wangu wote na damu ya Yesu Kristo, kwamba nitakapomshika mtu mkono, nitakapomsalimia mtu, nitakapogusana naye, asubuhi nimeshiriki meza ya Bwana kama kawaida yangu. Napoingia kwenye maombi lazima nishiriki meza ya Bwana. Ile kahawa naye kunywa na ibadilisha kuwa damu ya Yesu, ule mkate na ubadilisha kuwa mwili wa Yesu. Ninashiriki kila siku asubuhi. Kila siku asubuhi. Hiyo ni imani tosha ya kunisaidia mimi virusi visinishike. Ndivyooga nimejifunika na damu ya Yesu Kristo. Nikimshika mtu mkono haina shida. Baada ya kumaliza kuoga, nimejianointi, nimepaka mafuta kichwani, nimepaka mafuta kwenye, nimeweza kupata tone la mafuta mdomoni, alafu nimepaka yale mafuta kwenye mikono yangu. Hiyo ni imani. Hivyo ni vitendo vya imani. Mikono yangu iko anointed, kwamba siogopi kumshika mtu, kwa sababu kuna aina fulani ya imani nimeitengeneza tangia asubuhi. Kuna vitu vya imani nimevifanya ambapo ninavizingatia na kuviamini. Mtu anapoenda kwa mganga anapewa vitu vya kufanya kila siku asubuhi, anapewa irizi anaweka mfukoni. Ile ni imani. Sasa leo nikuulize wewe, kama ni Mkristo, tangia asubuhi ni kitu gani cha imani ulichokifanya ambacho Mungu atakiangalia ili akuepushe na virusi vya corona? Huwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Huwezi kumpendeza Mungu bila imani. Sasa ni kitu gani cha imani ulichokifanya leo asubuhi? Kama uko dry, uko mkavu, hujafanya kitu chochote cha imani, kupata changamoto ni rahisi. Na kitu kingine ambacho ni kibaya sana, tumefundisha kwenye mabenki, watu ambao wanakuta teller wa benki anazidishia mtu pesa. Tumefundisha kwenye bill change, kwa nini wanazidishia watu pesa, wanapata short. Tunawaambia wale wafanyakazi wa benki pamoja na bill change, ukitenda dhambi, umefungua mlango wa yale maroho chuma ulete kuchukua hela kwako. Umefungua mlango. Ukitenda dhambi, hujalala nyumbani kunywa pombe, umefanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, umefungua mlango. Ukienda kazini lazima upate short. Lazima upate short. Kwa hiyo na ugonjwa ni hivi, ugonjwa ni roho inatafuta mtu ambaye amefungua mlango wa dhambi, unaingia kwake. Ukishafungua mlango umeingia. Usipowahi na toba, umeondoka. Ugonjwa unaua watu haraka sana. Hatusemi ugonjwa fulani ni afadhali ugonjwa fulani. Sisi hatusemagi hivyo. Ugonjwa wote ni ugonjwa. Ugonjwa ni ugonjwa. Tutaki kuona ugonjwa. Ugonjwa sio sehemu ya Mungu. Kwa hiyo lazima afya ni sehemu ya Mungu. Kwa hiyo lazima uangalie kwa kipindi hichi na vipindi vinavyokuja mbele ya safari. Usifungue mlango wa dhambi ukaingiza ugonjwa ndani yako.
Kirusi cha aina yote ni kama gesi ya kupikia. Chakula cha gesi ni moto. Ukifungulia gesi sasa hivi hapa, inatafuta mahali kuna moto ili ifanye kazi iwake. Kirusi cha corona kinatafuta damu ya mtu, mahali kwenye damu. Kwa sababu inashika wanyama kama popo, hata ng'ombe, hata mbuzi inashika. Inatafuta mahali kwenye damu kwa sababu ile ni roho, haiwezi kukaa bila damu. Inakaa mahali kwenye damu. Kwa sasa ikikuta damu ambayo ni chafu, damu yenye dhambi, kinaingia kinakaa, inatafuta na inatembea kwenye hewa. Ni kirusi. Kishika mtu kimekupata. Sasa kama hujaoga yale maji uliyoogea ukuyaombea ili ujifunike, kikija kinakuta una moto, kinapita kinaenda kwa mtu mwingine. Hujapaka mikono yako anoint mikono yako. Daniel alikuwa anajianoint kila siku asubuhi akiamka. Daniel, wewe ni Mkristo na una vifaa vya kiagano. Una damu ya Yesu, una jina la Yesu, una anointing, una chumvi. Kuna vifaa vya kiagano ulivyonavyo, ndivyo vitakavyokusaidia kipindi hichi cha janga la kidunia la virusi vya corona. Tofauti na hapo ni ngumu. Na kuacha dhambi. Stop sin. Acha dhambi. Utakuwa uko salama. Kwa lazima, hii ni sehemu ya pili ya somo hili la kinga dhidi ya virusi vya corona kwa wanafunzi wa Kingdom Business Clubship mahali popote walipo duniani. Ukipata somo hili, mtumie na mwenzako. Tumeanza jana sehemu ya kwanza, leo ni sehemu ya pili. Kwa hiyo jitahidi, tutakwenda sehemu ya tatu. Tunawahabarisha jinsi gani unaweza kujikinga dhidi ya virusi vya corona kwa neno la Mungu, kupitia neno la Mungu. Toba ni kinga ya virusi vya corona. Toba ni kinga, kwamba lazima ujue ukiweza kuingia kwenye toba. Na toba ya aina gani? Kuna toba aina mbili. Kuna toba ya maneno ya kukiri, toba ya ukakiri. Tuko pamoja? Na kuna toba ya ubatizo. Hizi ni aina mbili za toba. Kwa utakapokiri, kutubu inachukua mchakato, inachukua muda. Ni kama kumwandikia mtu barua, inachukua muda ile barua mpaka ifike kwa yule mtu. Lakini ukimpigia simu ni saa hiyo unapata majibu. Barua mpaka iandike. Ukikiri kwa maneno inachukua process. Ukiandika maneno, ukiandika barua inachukua process, inachukua muda mpaka ijibiwe. Ukipiga simu ni saa hiyo. Ndio sababu ukisoma Yeremia sura ya 33 mstari wa 3, Yeremia sura 33 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, niite nami nitaisikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Niite nami nitaisikia. Kiandika barua itachukua muda, lakini ukimuita anaisikia saa hiyo, anasikia saa hiyo. Mgonjwa wa asma, mtu mwenye ugonjwa wa asma akimeza vidonge, kupata uponyaji wake inachukua muda, inataka process, mchakato. Kile kidonge au akichoma sindano inachukua muda, inakwenda kwenye damu,
inakwenda kwenye nyama, ndio iende kwenye ugonjwa, mara kwenye ugonjwa. Lakini mgonjwa wa asthma akitumia pampu ya asthma, Ventolin inhaler, ile pampu inakwenda moja kwa moja kwenye ugonjwa. Ule ni muujiza. Saa hiyo hiyo yule mtu anajisikia vizuri. Huwezi kuamini, ndio yule mtu alikuwa anakaribia kufa, sasa hivi anaongea vizuri, anakimbia, anapika, anakaribisha wageni. Ni mtu yule ambaye alikuwa na asthma kwa dakika moja iliyopita, ametumia pampu sekunde moja, yule mtu amepata muujiza wake. Kwa hiyo ubatizo wa toba ni kama ile pampu ya asthma ambayo inakwenda moja kwa moja kwenye ugonjwa. Lakini ukiingia kwenye toba ya kukiri kwa maneno, lazima iende kwenye mchakato, inachukua process, inachukua muda. Ndio sababu tunasema kuna uponyaji na kuna miujiza. Uponyaji unachukua muda mrefu, lakini muujiza ni saa hiyo hiyo. Lazima ujue ubatizo wa toba unakwenda kwenye eneo la miujiza. Nitakupa maandiko sasa hivi, alafu tuendelee na kipindi chetu. Kabla ya hapo tumshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na somo letu, kinga dhidi ya virusi vya corona kupitia neno la Mungu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku ya jana, tena kwa siku ya leo, tena kwa siku ya kesho, tena kwa majira saa 3, tena kwa majira saa 4, tena kwa majira saa 5. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki ya majira saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ya ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, malango ya nguvu za Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, ushauri wa Kristo, ufahamu wa Kristo. Tufungulie malango ya ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika biashara, katika kazi, katika huduma. Roho Mtakatifu, tunakuomba tufungulie malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, uaminifu wa Kristo. Roho Mtakatifu, tunakuomba tufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wateja wa Kristo katika biashara, wanafunzi wa Kristo katika huduma. Roho Mtakatifu, tunakuomba tufungulie malango ya afya ya Kristo, malango ya kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba tufungulie malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha katika majira saa 4 huo mwalimu wetu katika kipindi kinachoendelea cha kinga dhidi ya virusi vya corona. Roho Mtakatifu, tunakuomba tupe mafunuo ya kinga dhidi ya virusi vya corona. Roho Mtakatifu, tunakuomba tupe afya. Tunakuomba Roho Mtakatifu tupe nguvu, utupe kinga kwa damu ya Kristo Nazareth. Utupe akili, utupe ufahamu, utupe maarifa kwa ajili ya janga hili, Roho Mtakatifu, ambalo linaisumbua dunia kwa sasa hivi. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Asante Roho Mtakatifu, tunaamini na tumepokea kinga ya virusi dhidi ya corona. Asante Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeamini na kupokea. Haleluya, amen. Okay, tuendelee na somo letu, kinga dhidi ya virusi vya corona kupitia neno la Mungu.
kama nilivyosema, nataka nikuonyeshe kwamba neno la Mungu linasema nini kuhusu uponyaji na miujiza. Twende kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 17. Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 17. Neno la Mungu linasema nini? Nataka tuangalie ubatizo wa toba. Yesu hakutenda dhambi, lakini Yesu alibatizwa katika ubatizo wa toba. Yohana Mbatizaji ndiye aliyembatiza Yesu, na Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri ubatizo wa toba. Na ni kwa nini Yesu abatizwe na ubatizo wa toba na kutenda dhambi? Luka sura ya 3 mstari wa 3, neno la Mungu lasema, akafika nchi yote iliyo karibu na Yordan, akihubiri ubatizo wa toba iletalo ondoleo la dhambi. Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri ubatizo wa toba, na Yesu alibatizwa kwa ubatizo wa toba. Ni kwa nini? Na kutenda dhambi. Yesu alibatizwa kwa ubatizo wa toba kwa sababu alikuwa anakwenda kuhudumia wagonjwa. Yesu alikuwa anakula ugali kama sisi, alikuwa anakunywa maji, anakunywa chai, anakula mkate kama sisi. Kwa hiyo alikuwa na mwili, ule mwili wa Yesu ulikuwa na uwezo wa kuambukizwa magonjwa. Yesu alishinda katika matendo yote ya dhambi, lakini kwenye magonjwa asingeweza kushinda kama asingeweza kubatizwa, kwa sababu alikuwa na mwili na alikuwa anaenda kushika wagonjwa, Kwa hiyo ikabidi abatizwe kwanza, avalishwe ngozi nyingine mpya. Mtoto mdogo anapozaliwa, baada ya muda utaona anababuka ngozi. Inatoka ile ngozi ambayo ilikuwa inamwekea kinga, ngozi ambayo ilikuwa inampa kinga. Yale maji yalikuwa tumboni kwa mama yasiharibu ile ngozi yake original. Ile ngozi inatoka kama unavyoona nyoka anapotokaga ngozi toka. Na mtoto ni hivyo. Sasa Yesu ilibidi abatizwe ili avalishwe ngozi nyingine mpya, layer nyingine mpya juu, ambayo itakuwa inazuia magonjwa. Anaposhika wagonjwa, anapoponya watu, yale magonjwa yasiingie ndani yake. Tukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5. Mathayo sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema nini? Ikawa Yesu alipokwisha kuwaagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana Mbatizaji aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona, vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na masikini wanahubiriwa habari njema. Hiyo ndio kazi ambayo Yesu alikuwa anafanya, iliyosababisha Yesu abatizwe, kwa sababu ya magonjwa ya milipuko yaliyokuwa yanaendelea kipindi hicho. Tuko pamoja? Tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema nini? Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38, neno la Mungu linasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Alikuwa anazunguka huku na huku akitenda kazi njema,
na kuponya wagonjwa walioonewa na ibilisi. Ndio sababu Yesu alibatizwa. Na Yesu ilibidi abatizwe kwa staili hii ya ubatizo wa maji mengi, ubatizo wa toba, kwa sababu alipomaliza kubatizwa tu aliongozwa na Roho Mtakatifu kwenda nyikani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana ili aingiziwe nguvu. Akaingiziwa sa nguvu za kuweza kuponya watu na kuhubiri Injili. Na alikuwa na uwezo wa kukaa muda mrefu bila kula kwa sababu ya ule ubatizo wa maji mengi. Na ni ubatizo wa miujiza wa hapo kwa hapo. Hebu tuangalie neno la Mungu linasema nini. Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 17. Neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Jordan kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubalia, akakubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamuona Roho ya Mungu. Angalia miujiza. Mungu akisema kitu kwa mtu mmoja, amesema kwa watu wote. Alipotoka tu kwenye maji, miujiza ukatokea, mbingu zikafunguka. Sasa na wewe unapoenda kubatizwa, unapata msamaha wa dhambi saa hiyo hiyo. Toba, ubatizo wa toba unakupa msamaha wa dhambi saa hiyo hiyo. Turudi kwenye maandiko. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho ya Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nipendezwaye naye. Na unapotoka kwenye maji pale, unapobatizwa, ubatizo wa toba, mbingu zinafurahia, mbingu zinashangilia, mbingu zinasema welcome to heaven, welcome to heaven. Unakaribishwa katika mbingu mpya. Kwa hiyo lazima uangalie ubatizo wa maji mengi ni miujiza. Ukiongozwa sala ya toba, ukikiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, ni sawa kabisa, lakini inachukua mchakato, inachukua muda. Hiyo sio nzuri kwa ajili ya corona. Kukiri ubatizo wa toba sio mzuri kwa ajili ya corona. Ni mzuri kama hauna changamoto, hauna ugonjwa wote. Lakini kwenye kipindi hiki cha corona unatakiwa ubatizo wa toba, sio ubatizo wa kutamka, wa kukiri. Si tuko pamoja? Ubatizo wa kukiri ni mzuri kama una changamoto, una afya nzuri, unaachia Mungu afanye mchakato wake, aendelee na process yake. Wewe umeshakiri, umeshamwachia, mimi ni wa kwako kuanzia leo, unaondoka. Lakini kwa kipindi hichi unahitaji kinga ambayo Yesu alipata kupitia ubatizo wa toba. Unahitaji kinga ya ubatizo wa toba. Tofauti na hapo, anything can happen. Hakuna imani unayosimamia. Kuna imani ya kunawa mikono, kuna imani ya kuoshwa miguu, kuna imani ya ubatizo wa toba, kuna imani ya kukiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wako. Kuna imani nyingi sasa ambayo ina muujiza wa haraka wa saa hiyo hiyo. Ni imani ya ubatizo wa toba. Imani ya kuosha mkono tu haitoshi. Imani ya kuosha miguu tu haitoshi. Unatakiwa imani ya ubatizo, uzamisho kwenye maji, mwili wako wote uingie kwenye maji. Kirusi chochote kisipate nafasi kwenye ngozi yako, kwenye mwili wako, kitaingia. Ukiosha miguu itaingia usoni, ukiosha uso itaingia kwenye miguu, ukiosha mikono itaingia kwenye miguu, itaingia kwenye uso, itaingia kwenye pua,
inabidi ubatizwe, uzamishwe kwenye maji mengi, ufe na Kristo, ufufuke na Kristo. Ndio maana yake tayari andiko la Wakorintho wa pili sura ya 10, sura ya 5 mstari wa 17 litakuwa limetimia. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, ile andiko litakuwa limetimia. Neno la Mungu linasema nini? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. Ya kale yamepita. Unapotoka kwenye maji tu, ubatizo wa toba, ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Hakuna ugonjwa unaweza kukuonea, hakuna nguvu yote ibilisi inaweza kukuonea, hakuna magonjwa yote ambayo ibilisi anaweza kutia ndani yako. Umeshakuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo lazima uangalie ni ubatizo wa papo kwa papo. Nikupe andiko lingine la ubatizo wa muujiza. Ubatizo wa toba ni wa kimuujiza. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 26 mpaka wa 40. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 26 mpaka 40. Hebu tuangalie neno la Mungu linasema nini. Nataka nikusomee mistari michache tu. Matendo ya Mitume sura ya 26 mpaka 40. Nataka nikusomee mstari wa 38 mpaka nikusomee kuanzia 34 mpaka 38 ili upate picha kamili kidogo. Neno la Mungu linasema, yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari yake mwenyewe au za watu wengine? Mstari wa 35, Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Hii story ni, ukisoma kuanzia mstari wa 26 utapata story kamili. Huyu towashi alitoka Yerusalemu kwa ajili ya maombi. Alafu wakati akitembea njiani akakutana na Filipo. Huyu towashi alikuwa anasoma kitabu cha nabii Isaya, na akamuuliza, haya maneno nabii Isaya anatamka ni kwa ajili yake au ni kwa ajili ya watu wengine kama sisi? Ndio Filipo akaanza kumhubiria habari ya Yesu Kristo wa Nazareth, habari njema za Yesu. Mstari 36 inasema, wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachozuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Wakaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Sasa nataka uangalie, wakati Yesu anatoka kwenye maji, mbingu zinafunguka. Anasikia sauti ya Mungu inasema, huyu ni mwanangu mpendwa, naye pendezwa naye. Tuko pamoja? Wakati towashi yule anatoka na Filipo kubatizwa, Filipo ananyakuliwa, mbingu zinafunguka, zinamnyakua nani? Filipo. Ubatizo wa toba ndio wa miujiza. Yule towashi akaondoka pale na furahi, tayari ana msamaha wa toba. Alitoka kwenye maombi Yerusalemu. Yale maombi yalikuwa kwenye process ya yeye kusamehewa dhambi zake. Lakini alipobatizwa tuna Filipo,
alipata msamaha wa toba saa hiyo. Toashi yule akawa na furaha moyoni, furaha ya Bwana ikiingia ndani yake, akawa amesamehewa dhambi zake zote. Sasa leo hii nataka tu ukasome mwenyewe Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 26 mpaka 40, upate picha kamili, na ukasome Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 17, uangalie jinsi gani ubatizo wa toba ulivyo na muujiza hapo kwa hapo. Unapata msamaha wa dhambi hapo kwa hapo, alafu hakuna ugonjwa utakayoweza kuingia ndani yako. Tayari umeshakuwa kiumbe kipya, una ulinzi kuhusu magonjwa aina yote ya maambukizi. Leo hii dunia imepoteza imani. Shirika la Afya Duniani limepoteza imani. Hawana kitu cha kuwaambia wanadamu. Hawana majibu ya watu kwamba huu ugonjwa unatibiwaje. Kilichobakia unaambiwa kae mita moja na mtu mwingine. Shirika la Afya Duniani linaambia watu wasikae karibu, watu wasikae kwenye vikundi, wanawe mikono, wafunge vitambaa mdomoni. Ndio kitu ambacho wamewaambia watu. Hawana majibu ya watu, bado ugonjwa unazidi kusambaa. Sasa leo kama wale ndio tulikuwa tunawategemea hawana majibu, nenda moja kwa moja kwa Mungu. Ukishaona kitu ambacho hakina majibu, majibu yake ni Mungu, ni imani. Majibu yake ni imani. Usihangaike tena na kitu kingine. Majibu ya corona yako kwa Mungu ni imani. Ngoja nikwambie kitu kimoja, nisikilize kwa makini sana. Kwenye familia fulani kuna mgonjwa. Hao watu ni matajiri. Ni nini? Ni matajiri. Mgonjwa wao amepelekwa Nairobi, imeshindikana. Wamepeleka India, imeshindikana. Wamepeleka Uingereza, imeshindikana. Wamepeleka Marekani, imeshindikana. Wamepeleka Ufaransa, imeshindikana. Mwisho daktari anasemaje? Mrudisheni nyumbani. Akirudishwa nyumbani ndio imani inazaliwa. Imani inafanya nini? Tumpeleke kanisani, tumpeleke kwa TB Joshua. Wamejaribu na pesa imeshindwa. Sasa inabidi wajaribu kwa Mungu, na kwa Mungu hakuna neno lililo gumu. Hakuna kitu neno ambalo ni gumu kwa Mungu. Wanasema tumpeleke kwa TB Joshua, yule mtu anapona. Wametoka kimwili, wameenda kiroho. Walipoenda kiroho, kwa sababu ule ugonjwa ni roho. Ule ugonjwa ulikuwa sio wa vidonge. Ule ugonjwa ulikuwa sio wa vidonge. Ule ugonjwa ni roho. Na corona sio wa vidonge. Corona ni roho, the spirit. Ni ugonjwa wa kiroho. Inabidi ujikinge kwa imani. Huwezi kujikinga corona kwa vidonge. Huwezi kujikinga corona kwa kunawa mikono, kwa kufunga kitambaa mdomoni, kwa kaa mbali na watu. Ni swala la kiroho. Shirika la Afya Duniani halina majibu ya watu. Na ukishaona wale wameshindwa, nenda kwenye imani. Full stop. Hichi kitu ili ni janga la kidunia, sio la mtu mmoja. Kwamba lazima uwe na kitu unachokiamini wewe, ulichokifanya cha kiimani, ili uweze kuwa salama. Kwa sababu imani ya kubatizwa kwa maji mengi inatosha kuzuia kila kitu. Yesu amesema, hebu tusome Luka sura ya 17 mstari wa 5. Yesu anasema ni Luka 17 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema mitume wakamwambia Yesu, Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'ooka ukatupwe baharini, na ungewatii. Ukiwa na imani ndogo kiasi cha chembe ya haradali, unauambia
Unaambia corona ondoka, na inaondoka ukiwa na imani hiyo. Sasa leo hii lazima uwe na imani. Wa Kristo, wanafunzi wa Kingdom Business Clubship, mahali popote duniani mlipo, ili somo ni kwa ajili yenu. Ukipata somo hili, mtumie mwenzako, mfuate maelekezo haya. Sasa hivi misingi imeshaharibika. Zaburi 11:3, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Waebrania sura ya 10:38, majibu yake swali liko kwenye Zaburi 11:3, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Majibu yako kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10:38. Neno la Mungu linasema nini? Sura ya 10:38, neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa hivi kwa janga lililoko katika hii dunia, inabidi tuishi kwa imani, tuishi kwa matendo ya imani. Na imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Unaposikia hili neno, nenda kafanye kama matendo nayekwambia. Tafuta kanisa linaloamini ubatizo wa maji mengi. Tafuta mtumishi wa Mungu anayeamini ubatizo wa maji mengi, aende akakubatize popote ulipo duniani kwa ajili ya kinga dhidi ya virusi vya corona kwa kupitia neno la Mungu. Na mtumishi atakapoingia kwenye yale maji, atumie chumvi kuondoa mapooza katika yale maji. Aondoe mapooza kwenye yale maji ndio aweze kukubatiza. Tumefundisha jana ile somo, sehemu ya kwanza. Leo tunafundisha sehemu ya pili. Kuna maneno ambayo hatuwezi kuyarudia ambayo tumeyaongea jana. Nikusomee tu andiko kwa nini tunasema atumie chumvi. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 19 mpaka 22. Neno la Mungu linasema, watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, pakusii mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Maji ya mji huu hayafai na yanazaa mapooza. Elisha akasema, nileteeni chombo kipya. Mstari wa 20. Elisha akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji. Akaenda kule maji yanakoanzia. Elisha anaenda kule maji yanakoanzia. Yaani kwa hapa Arusha uende kule maji yanakoanzia. Kule maji yanakoanzia. Aende kule maji yanakoanzia. Kwa hiyo akamtuma akaenda kule maji yanakoanzia, chemichemi. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji. Akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka tena kufa wala kuzaa mapooza. Tuko pamoja? Ataombea yale maji. Mtumishi wa Mungu anajua, anaingiza mkono, anaombea yale maji, anabadilisha kuwa damu ya Yesu Kristo, alafu anatupa ile chumvi kwenye yale maji, anaondoa mapooza na hakuna kufa, ndio unabatizwa. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima yale maji atujue kwa alikotokea, nini kinachoendelea, lakini kwa imani tunatupa ile chumvi. Na lazima huyu mtu abatizwe kwenye maji yanayotembea mtoni, sio kwenye swimming pool wala sio kwenye kikombe. Yesu hakuingizwa kwenye kikombe wala hakuingizwa kwenye swimming pool. Aliingizwa kwenye mto Jordan, maji yanayotembea. Tuko pamoja? Yale maroho yanaondoka na yale maji. Ukiwa na kitu ambacho kinakusumbua, una tabia ya kunywa pombe, unataka kuacha, muujiza wa haraka wa kuacha ile pombe ni kubatizwa na maji mengi. Ukiwa na tabia uzinzi, muujiza wa kuacha ile roho ni kubatizwa na maji mengi. Unapata muujiza wako hapo.
unapokea kwa kadri ya nini? Ya imani yako. Ukiwa kuna kitu ambacho una tabia ambayo unayo, unakuta mtu ameingia kwenye ndoa alafu anarudi tena kule alikotoka kwa marafiki wa zamani. Swali ni kwamba anatakiwa batizo na maji mengi kukatisha ile roho ambazo zilikuwa zinamfuatilia, kwa sababu alishaingia kwenye mahusiano kabla ya ndoa na watu wengine. Kwa hiyo hilo somo huwa tunafundisha watu kabla huyu wanaingia kwenye ndoa, lakini huyu alishaingia kwenye mahusiano na mtu mwingine, na huyu mwingine alishaingia kwenye mahusiano. Ili ile ndoa iweze kutulia, tunaenda kuwabatiza na ubatizo wa toba. Walishatenda dhambi, wanabatizwa kwa ubatizo wa toba. Wakitoka kwenye maji, mbingu inawafungukia, wako clean. Kuanzia siku hiyo, zile roho walizokuja nazo huyu za kwao, huyu alikuja nazo za kwake, zinaondoka na yale maji. Alafu wale watu wako spiritual virgin, ni mabikira wa kiroho. Kuanzia siku hiyo, kaa na mume wako, kaa na mke wako, usichanganye tena, unakuwa mko sawa. Tuko pamoja? Kwa lazima, ndio sababu ya ubatizo. Yesu alisema watu lazima wazaliwe mara ya pili. Alikuta watu wengi wameshaharibika duniani, shetani amesha take over. Alikuta shetani ameshamiliki watu wengi mno. Akasema shetani akujua Yesu alikuwa na plan B. Akujua Yesu alikaa na Mungu na Roho Mtakatifu, akasema Bwana, watu wameshachukuliwa na huyo jamaa, watu wengi sana. Sasa tunachofanyika, watu wazaliwe mara pili, waingizwe tena kwenye maji. Wazaliwe mara pili. Kuingizwa kwenye maji ni kama vile mtoto anapokuwa kwenye tumbo la mama yake, afu anatoka tena upya. Kuingizwa kwenye maji kuna ishara ya kufa na Yesu na kufufuka na Yesu. Kusoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 mpaka 12 utapata story nzima. Unakufa na Yesu, unafufuka na Yesu. Kwa hiyo lazima ujitahidi. Sasa kuna kitu kingine ambacho nataka, vitu vitatu ambavyo ni vya msingi sana, lazima uvijue. Kuna imani, kuna miujiza na kuna maarifa. Kuna imani, kuna miujiza na kuna maarifa. Na kuna imani, kuna miujiza na kuna maarifa na kuna upumbavu. Vitu vinne. Kuna imani, kuna miujiza, kuna maarifa na kuna upumbavu. Kwamba kuna watu wanashindwa kutofautisha imani na upumbavu. Wanashindwa kutofautisha imani na miujiza. Muujiza unaweza kufanyika kwa mtu mwenye maarifa, mtu mwenye imani. Lakini na pia muujiza unaweza kufanya kwa mtu ambaye ni mpumbavu, kwa sababu anahitaji muujiza. Yule mtu ana maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwamba muujiza unaweza kufanyika kwa mtu yote mwenye imani. Mtu mwenye imani anatengeneza muujiza wake mwenyewe. Mtu mwenye maarifa anatengeneza muujiza wake mwenyewe. Lakini mtu mpumbavu hawezi kutengeneza muujiza wake mwenyewe. Lazima afanywe muujiza na mtu mwingine. Huyo mtu ana maarifa, anataka apate uponyaji wa mara moja. Yule bwana aliyeletwa na wale ndugu wanne, wakatoboa pala nyumba, wakamuingiza na kitanda na machela. Yule bwana alikuwa anahitaji muujiza wa Yesu. Upumbavu ulikuwa umezidi. Yesu alimfuta dhambi, kaona imani kidogo iliyoko, akamwambia chukua vitu vyako, nyanyuka, ondoka. Akachukua, akaondoka. Tuko pamoja? Sasa kuanzia pale aliambiwa na Yesu, katafute maarifa. Soma neno la Mungu. Tafuta kanisa ambalo linahubiri injili ya Kristo, ukae kwenye hilo kanisa. Upate maarifa. Haya magonjwa hayatakurudia tena. Kwa sababu yale magonjwa kiwango kile ni upumbavu ndio unasababisha ile magonjwa akaingia, mpaka kiasi kwamba alikuwa karibia kupoteza maisha. Sasa lazima uangalie, kuna upumbavu na imani. Kuna vitu ambavyo watu wanafanya vya kipumbavu, wanafikiria ni imani. Sio imani. Tuko pamoja? Na ukiona umefanya kitu alafu hakijatokea, jua ule ni upumbavu. Ukifanya kitu kwa imani, kinatokea. Kwa sababu Mungu anaoperate kwenye level, kwenye kiwango cha imani. Huwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba hichi kitu ni upumbavu na hichi kitu ni imani. Na ndio sababu sio watu wengi wanatakiwa kuombewa. Watu wengi wanahitaji maarifa tu, wafundishwe. Sio kila kitu kinahitaji maombi. Asilimia kubwa ya watu wanahitaji maarifa tu, akifundishwa tu anasema okay, now I can see. Ameshapata akili, ameshapata maarifa, anaondoka.
Maarifa yanakuletea muujiza. Tuko pamoja? Ukiwa na maarifa unatengeneza muujiza wako mwenyewe. Ukiwa mpumbavu unatengeneza muujiza na mtu mwingine. Ndio jinsi ilivyo. Ukiwa mjinga unatengeneza muujiza na mtu mwingine, lakini ukiwa na maarifa unatengeneza muujiza wako mwenyewe. Unaweza kusimama ukajiombea mwenyewe. Unaweza kusimama wewe mwenyewe, usimamie na mtu, uwekewe mkono na mtu mwingine, unajiwekea mkono mwenyewe na unatamka kitu kinatokea. Kwa hiyo ndio imani. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15, nitawapa wachungaji waliopendeza moyo wangu, watakaowalisha maarifa na ufahamu. Mithali sura 4 mstari wa 7, bora hekima jipatie hekima, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Uza kila kitu. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Warumi 10:17. Waebrania sura 11 mstari wa 1. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo baada ya mambo yasiyoonekana. Mambo ya mitume, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema nini? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareth, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na maajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mungu aliweka miujiza, ishara na maajabu kwenye mikono ya Yesu, akaweka kwenye mikono ya Paulo. Tuko pamoja? Miujiza inawekwa kwenye mkono. Anashika mtu hivi na tamka kitu kinatokea. Na ni kwa nini miujiza inawekwa kwenye mkono? Ni kwa Yesu alibatizwa kwa sababu miujiza imewekwa kwenye mikono yake, kwamba atashika watu, na akishika watu atapata magonjwa ya maambukizi. Sisi tuko pamoja? Yesu alibatizwa kwa sababu Mungu alikuwa ameweka miujiza kwenye mikono yake ili asipate magonjwa ya maambukizi. Ikabidi abatizwe. Paulo alibatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa sababu Mungu aliweka miujiza ndani ya mikono ya Paulo. Aliweka miujiza kwenye mikono ya Paulo, akambatiza Paulo kwa Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe alimbatiza Paulo, akamwambia, Sauli, Sauli, mbona wanicheza? Akampiga upofu. Paulo kubatizwa kwake ilibidi apige upofu. Ni kwa nini alipiga upofu? Ukiingia kwenye maji wakati unabatiza, unafunga nini? Unafunga macho. Alifunga macho ya Paulo. Pofusha. Wewe kuingia kwenye batizo wa maji mengi huku umefungua macho. Unafunga nini? Macho. Kwa hiyo Mungu kumbatiza Paulo kwa Roho Mtakatifu, alifunga macho yake kwanza. Akampiga upofu, akambatiza, akamwambia, Sauli, Sauli, mbona wanitesa? Mbona unaua watu wangu? Sauli alisikia the voice of love, ile sauti ya upendo. Paulo aligeuka saa hiyo, akawa mfuasi wa Yesu, akawa mwanafunzi wa Yesu. Paulo alikuwa ni mwanafunzi wa 13 wa Yesu. Mwanafunzi wa ngapi? Wa 13 wa Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Wanafunzi original wa Yesu 13. Acha wale 72, acha makundi walioongezeka, acha mimi. Pia mimi ni mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu nafundisha kile kitu ambacho Yesu alikuwa anafundisha. Kwa hiyo kwa ufahamu lazima ujue kuna imani, kuna miujiza, kuna maarifa na kuna upumbavu. Sasa sio wewe unatumia ipi? Muda wetu umeisha, saa 5 kamili. Kwa hiyo somo letu la leo lilikuwa linasema nini? Tulikuwa tunaangalia sehemu ya pili, kinga dhidi ya virusi vya corona. Tumejaribu kuangalia miujiza hapo kwa hapo. Ukisoma kwenye Luka 19 mstari wa 1 mpaka wa 10, tukiangalia mstari wa 9, Zakayo alipata wokovu wa hapo kwa hapo. Zakayo, Luka 19 mstari wa 9.
Zakayo, ukisoma mstari wa kwanza mpaka 10 utapata story nzima. Nikusomea mstari mmoja tu wa 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Baada ya Zakayo kusema nusu ya mali yangu nitauza, nitagawia maskini, na wale ndio waibia nitarudishia mara 4, alipata ubatizo wa toba, ubatizo wa Roho Mtakatifu hapo hapo. Yesu akamwambia familia yake imeokoka, na huyu ni mwana wa Abraham. Mtu yote ambaye alipata imani Yesu akamponya, alimuita mwana wa Ibrahim. Na mtu yote ambaye anabatizwa na maji mengi, anaitwa mwana wa Ibrahim. Ubatizo wa toba, anaitwa mwana wa Ibrahim. Ni kwa nini tunasema hivyo? Ili uweze ukawa moja wa warithi wa imani ya Ibrahim. Warumi sura ya 4 mstari wa 13. Warumi sura ya 4 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema nini? Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahim na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki iliyohesabiwa kwa imani. Mtu yote mwenye imani anahesabiwa kuwa mwana wa Ibrahim. Mtu yote anayebatizwa kwa ubatizo wa toba, akabatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, anahesabiwa kuwa mwana wa Ibrahim. Kesho tutaangalia eneo la ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yohana Mbatizaji alibatiza kwa maji na Yesu alibatiza kwa Roho Mtakatifu. Kesho tutaangalia ile eneo ubatizo wa Roho Mtakatifu, itakujenga. Sasa lazima uanze na ubatizo wa maji kwanza. Ubatizo wa Roho Mtakatifu unatakiwa kiwango chako cha imani kiwe kikubwa sana. Lakini lazima uanze na ubatizo wa maji kwanza. Ujenge kwanza imani. Alafu ukifundishwa ubatizo wa Roho Mtakatifu unaingia ndani. Unakuwa uko sawa. Kwa hiyo lazima ujue unahitaji uponyaji au unahitaji muujiza. Muujiza ni hapo kwa hapo. Uponyaji unachukua mchakato, unachukua muda. Na ubatizo wa maji mengi wa toba ni uponyaji wa hapo kwa hapo, instant repentance. Huo ni uponyaji wa hapo kwa hapo. Kwa hiyo lazima ulijue hilo, litakusaidia sana mbele ya safari. Na kitu kingine ambacho nataka tu nikuambie ni kwamba kama haumtumikii Mungu kipindi cha matatizo, utamwita Mungu na hataitikia. Utamwita Mungu sana na hataitikia. Kama haumtumikii Mungu kipindi cha matatizo, kitakachokusaidia Mungu ajibu maombi ya mwenye dhambi. Kitakachokusaidia sasa hivi, kama ulikuwa mtumikie Mungu, uje kutoa muda wako kumtumikia Mungu, nenda kwenye ubatizo wa toba. Tafuta kanisa linaloamini ubatizo wa maji mengi, utabatizwa ubatizo ule wa Naaman, ule ubatizo wa mara 7, kuingia kwenye maji mara 7. Ubatizo huo ndio tunasema unaitwa ubatizo wa toba. Naaman alikuwa ni mkuu wa jeshi la Misri na alikuwa mgonjwa. Alipoenda kwa Elisha, alimwambia nenda mto Jordan ukajizamisha mara 7. Alipotoka pale, nyama zake katika mwili zilirudi kama mtoto mdogo. Tuko pamoja? Kwa hiyo unajua kabisa ulikuwa mrudishie Mungu muda. Usiingie kwenye maombi ya mdomo tu. Kinachoweza kusababisha mbingu zikafunguka ni ubatizo wa toba. Tafuta kanisa linaloamini ubatizo wa maji mengi, nenda waambie nataka kubatizwa kwa maji mengi. Mwambie nataka ubatizo huu ni kwa ajili ya kinga ya virusi vya corona. Utoe sababu ni ubatizo wa nini? Sio ubatizo wa kidini. Huu ni ubatizo wa imani. Kuna ubatizo wa ndoa, kuna ubatizo wa magonjwa ili magonjwa yasikupate, kuna ubatizo mbalimbali. Kwa hiyo inategemea ni ubatizo wa namna gani. Ubatizo wa ndoa ni kama vile umeshatembea na mwanamke mwingine na huyu mwanamke ametembea na wanaume wengine na mnataka kuoana, mnaenda kwenye ubatizo wa ndoa ili kuondoa ile maroho ambayo yameingia kwenye miili na zile dhambi ambazo mmezitenda. Kwa hivyo ni ubatizo wa toba kwa ajili ya ndoa. Ubatizo unataka kwenda kwenye kazi, kwenye interview ili upate ile kazi, unaenda kubatizwa. Roho yote ambayo isizuie usipate ile kazi. Unataka kwenda kuomba visa kwenda nchi fulani, unakwenda kubatizwa, ubatizo wa toba. Kuna roho yote ambayo itazuia usipate ile visa. Kwa sababu ndio eneo pekee yake ambalo mbingu haiwezi kuzuia usipewe hicho kitu unachokitaka.
Hiyo ndio eneo pekee yake ambalo mbingu haiwezi kuzuia. Unaweza kuongea kwa maneno, mbingu ikazuia. Ukasema no, huyu tutamfikiria. Nikupe andiko. Hilo ndio eneo pekee yake ambalo mbingu haiwezi kuzuia. Luka sura 15 mstari wa 10. Alafu na mstari wa 7, alafu na mstari wa 10. Luka 15. Luka 15, ubatizo wa maji mengi, mbingu haizuii kitu. Tuanze mstari wa 7 alafu turuke tena mstari wa 10. Nawaambia, neno la Mungu linasema, nawaambia hivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mstari wa 10 unasema, unarudia andiko hilo hilo. Ukiona andiko limerudiwa mara mbili, heshimu sana hilo andiko. Nawaambia, mstari wa 10, nawaambia hivyo hivyo kuna furaha mbele za malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Ukitubu kwa maji, hakuna kitu mbingu inazuia. Mbingu inafurahi. Kuna furaha mbinguni. Hicho kitu unachokitaka lazima ukipate. Sisi tuko pamoja. Kwa lazima ujue kabisa umuhimu wa ubatizo wa toba kwa ajili ya kinga dhidi ya virusi vya corona. Tuko pamoja kwa Mungu. Kwamba lazima uchanganye hichi unachokiona na imani. Usipochanganya na imani, unaweza kupoteza maisha. Watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Wanakufa kwa sababu kosa maarifa. Uchanganya na imani. Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Kuna watu wamehubiriwa imani kwa sababu wakuchanganya na wamehubiriwa injili. Kwa sababu wakuchanganya na imani wamekufa. Kuna watu wamehubiriwa injili kama hii. Na mtu yote anayenisikia atakayetumia somo hili, umesikiliza somo hili, hii ni injili na kuhubiria. Usipochanganya na imani unakufa. Nikusomea andiko. Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa hao kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Mimi nikuambia nenda kubatizwa na maji mengi upate kinga kwa ajili ya virusi vya corona. Ukwenda na ujumbe umeupata. Ukichanganya na imani. Kuchanganya na imani ni ile kile kitendo cha kwenda kubatizwa. Haijalishi wewe ni wa dhehebu gani. Nenda kubatizwa. Ukiamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, umeokoka. Ndivyo jinsi ile toashi Filipo alimwambia, kama unaamini tayari. Ukiamini ile somo nililofundisha ile la jana, ila leo na maandiko yote ndio kutajia, umeokoka. Umeokoka. Kwa hiyo ni vizuri ukalijua ile kwamba ubatizo huu wa toba hakuna kitu ambacho mbingu inaweza kuzuia. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5, neno la Mungu linakuambia, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Inaanza ukitubu na kuja usipotubu. Inamalizia usipotubu. Angalia neno la mwanzo, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Usipotubu, kile kinara kikiondolewa, giza kikiondolewa inaingia giza. Giza likiingia, corona inaingia. Corona ikiingia, mauti yanaingia. Lazima hichi kitu unachokiona ambacho shirika la afya duniani limekosa majibu ya watu, changanya na imani. Uwe na kitu ambacho unasimamia. Yesu amesema ukiwa na imani kidogo tu kama mbegu ya haradali. Imani ya kubatizwa toba inakusababisha uvuke mto. Inakusababisha uvuke. Unaokoka. Unahamisha milima. Tuko pamoja. Kwa hiyo kwa ufahamu huo, nataka tu mlijue hilo, litawasaidia mbele ya safari. Sasa hivi ni kuishi kwa imani. Misingi imeshaharibika. Virusi vimeshaanza kusambaa. Misingi imeshaharibika. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na roho yake kisita, sina furaha naye. Nenda kwa ujasiri mkubwa, tafuta kanisa linaloamini ubatizo wa maji mengi, tafuta mtumishi wa Mungu anayeamini ubatizo wa maji mengi. Nenda kubatizwa. Sisi hapo ubatizo unaendelea. Kwetu hapa kwenye kituo chetu ubatizo unaendelea. Kwa hiyo ni ruksa kuja kwa ajili ya ubatizo. Kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tutamaliza somo letu.
Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, tunasema asante. Sasa kwa mwaka 2019, sasa kwa mwaka 2020, sasa kwa mwaka 2100. Baba Jehova, tunasema asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Mungu Baba Jehova kwa siku ya jana, sasa kwa siku ya leo, sasa kwa siku ya kesho, sasa kwa mwezi wa pili, sasa kwa mwezi wa tatu, sasa kwa mwezi wa 4, sasa kwa majira saa 4, sasa kwa majira saa 5, sasa kwa majira saa 6. Asante Roho Mtakatifu. Tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya maarifa ya Kristo, tunafungua malango ya ufahamu wa Kristo. Baba Jehova, tunasema asante. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunakuomba utufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ufahamu wa Kristo, ushauri wa Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, katika biashara, katika kazi, katika huduma, katika afya, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utufungulie malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, uaminifu wa Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utufungulie malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Roho Mtakatifu, tunakuomba tufungulie malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba tufungulie malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, fadhili za Kristo, uaminifu wa Kristo, uvumilivu wa Kristo, wema wa Kristo, upole wa Kristo na nidhamu ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na roho ya Kristo, hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, uwezo wa Kristo, ushauri wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, mafundisho ya Kristo, mifano ya Kristo, masomo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupa kinga ya virusi dhidi ya corona, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu, hakuna kama Mungu Baba. Jehova, wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliosema na iwe nuru na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliovusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ukaua wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliomfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka kwa wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliomuongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na yule muovu, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyembatiza Yesu Kristo Nazareth kwa ajili ya kinga ya magonjwa ya kuambukiza, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu wa kila mtu mwenye pumzi na kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth.
Roho Mtakatifu ndio Mungu uliosamea wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani maovu yao yote, ukawaponya na magonjwa yao yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliowawekea kinga dhidi ya maradhi virusi vya corona wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliofunika wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani na damu ya Yesu Kristo Nazareth kwa ajili ya kinga ya virusi vya corona, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliofuta madeni yote ya kiroho na ya kimwili ya wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliowapa kazi, kuwapa biashara, kuwapa huduma wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani, ukawapa wateja katika biashara zao, ukawapa wanafunzi wa Kristo katika huduma zao, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongezea wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani imani ya Kristo ya kuhamisha milima, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante Roho Mtakatifu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Kristo. Roho Mtakatifu, ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapo na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Roho Mtakatifu, neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kushika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wametoa muda wao kusikiliza neno lako. Watumishi wako walioko katika mitandao ya kijamii wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kuandika neno lako, kusoma neno lako. Roho Mtakatifu, bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki afya zao, bariki familia zao, bariki nyumba zao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, bariki kazi za mikono yao. Roho Mtakatifu, bariki afya zao, wawekee kinga dhidi ya maradhi virusi vya corona, wawekee kinga. Roho Mtakatifu, bariki afya zao katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Ninabariki wanafunzi wa Kingdom Business Clubship duniani na kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, kibali cha afya njema, kibali cha kazi, kibali cha biashara, kibali cha huduma. Roho Mtakatifu, nawabariki na kibali cha wateja katika biashara zao, kibali cha wanafunzi wa Kristo katika huduma zao, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, nasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo. Tumeamini na kupokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha tena katika majira ya saa 5. Uwe mwalimu wetu, upate kutufundisha, upate kutuongoza katika njia tupasayo kuiendea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kufanya kazi ya Adam, kazi ya Yesu, kazi ya Injili, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tunakwenda kwenye sala ya toba dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu Billy Mush, unasema jina lako. Basi turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, mimi Billy Mush naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda.
katika jina la weza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tutarudia maneno nikisema jina langu, Billy Mushi unasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi Billy Mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion, I thank